Nikiwa kama kijana ambaye nipo hapa kwa ajili ya kuwakilisha vijana wenzangu. Kwako Mheshimiwa Waziri, tukizungumzia ajira kwa vijana, imekuwa ni, naweza nikasema, changamoto kubwa ambayo vijana wana face katika maisha halisi. Of course vijana wengi wanasoma, wanaenda shule, wanapambana, wanapata degree, wengine masters, lakini wakirudi mtaani ajira hakuna. Wakirudi mtaani kwenda kutafuta kazi, unaenda sehemu unaambiwa tunahitaji mtu ambaye ana 5 years experience. Sasa 5 years experience na mimi ndo kwanza nimemaliza wapi na wapi, unaona? Kwa hivyo ni swala ambalo imekuwa ni mtihani mkubwa sana kwa vijana wengi. Sasa serikali ya awamu ya 6 imefanya nini katika kutatua ajira kwa vijana? Lakini pia ilani ya Chama cha Mapinduzi inasemaje kuhusu ajira kwa vijana? Na mimi nichukue nafasi kwanza kushukuru kwa kunialika kwenye kipindi hiki ambacho sijawahi kushiriki na kisikia tu. Lakini la pili niwapongeze kwa kuandaa, kwa sababu nadhani ndio kipindi cha kwanza ambacho kinafanyika kinazungumzia mambo ya uchaguzi nje ya majukwaa. Uchaguzi wote sasa upo kwenye majukwaa. This is the first program ambapo tunaanza kujadili mambo ya uchaguzi kwenye session kama hiyo. Niwapongeze sana. Jambo la pili ni kweli ajira ni jambo kubwa, zito, muhimu sana kwa wananchi wetu na hususan vijana. Ili kutatua changamoto ya ajira, mambo makubwa ni mawili. La kwanza, silaha kubwa sana ya kupambana na ajira ni elimu. Kwa lazima wananchi wako wapate elimu kwa ujumla wake kabisa. Kwa hivyo sisi tumefanya nini? Serikali yetu ni kwamba imeendelea kupanua fursa za elimu katika kila ngazi, shule ya msingi mpaka sekondari, kuanzia chekechea mpaka mwisho. Kwa hivyo la katika ajira watu wapate fursa za elimu, na tunapeleka watu shule sio ili wakaajiriwe, tunapeleka watu shule ili wapate elimu, wapate ujuzi, waweze kupata nyenzo ya kupambana. Kwa ni ya kwanza, na ambacho tumekifanya sisi ni kuendelea kupanua fursa hizo kuanzia elimu ya awali, shule ya msingi, sekondari mpaka chuo kikuu. Unafahamu kwa sasa kwa nchi yetu kisera tunasema elimu msingi ni mpaka form 4, kwa sababu tafiti zinaonyesha duniani kwamba ili mtu aweze kuwa na nyenzo ya kupambana angalau au amekaa katika elimu kwa miaka isiyopungua 10, maana yake anakupeleka mpaka form 4. Kwa hiyo moja ya jambo tunafanya ni universalization of secondary education, kwamba kila mwananchi hapa apate elimu ya sekondari. Na sasa tunaweza kupeleka watoto takriban 70% wanaomaliza elimu ya msingi kwenda sekondari.